keep distance. Kwa hiyo lazima uwe timamu. Tunakutana na majanga ya moto. Moto unaanza kwenye tairi tu, zilijam ikapelekea friction na matukio yakaanza. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya zimamoto duniani yanayotarajiwa kufanyika Mei 4, 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Dodoma limeendesha kliniki maalum ya ukaguzi wa magari ya shule yanayobeba wanafunzi jijini Dodoma. Kupitia kliniki hiyo, madereva na watoa huduma wamepatiwa elimu ya kuchukua tahadhari na kukabiliana na majanga ya moto pindi yanapotokea. Akizungumza katika kliniki hiyo, mrakibu mwandamizi Rehema Menda, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Dodoma, amesema ukaguzi wa mara kwa mara kwenye vyombo vya moto ni muhimu katika kuokoa maisha na mali. Kwa siku hii ya leo tulikuwa na kliniki ya ukaguzi wa magari ya shule yanayobeba wanafunzi, yanabeba watoto wetu. Tumeona huko muhimu pia kutokana na sheria yetu na kanuni ya ukaguzi ya mwaka 2008 ambayo imefanywa marekebisho 2025. Katika kanuni ya 3(2) imeipa mamlaka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuweza kufanya ukaguzi na imetoa miongozo ya kufanya ukaguzi kwenye vyombo vya moto. Na tumekuwa mashahidi, tumepokea matukio mbalimbali na wito katika matukio mbalimbali yaliyotokana na ajali za barabarani, magari kuungua moto, na tumekuwa tukifanya hizo operation. Kwa hiyo tumeona huko muhimu pia wa kukagua vyombo vya moto. Kwa hiyo operation pamoja na ukaguzi wa majengo, ukaguzi wa viwanda, ukaguzi wa shule, ukaguzi wa masoko, lakini pia tumejikita kufanya operation maalumu kwa ajili ya ukaguzi wa magari haya ya kubebea wanafunzi. Kwa leo hii tulikuwa na madereva ambayo kwa mpaka sasa hivi wamefika 50 na tumefanya ukaguzi huo, tumewapa mapendekezo ambayo wanapaswa kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo, na tutaendelea kufanya hivyo, na kwa siku ya leo tunatarajia kukagua magari yapatayo 150. Kwa hiyo mwananchi, una chombo chako cha moto, yamkini toka ununue gari lako hujawahi kufika ofisi za zimamoto kukaguliwa. Sasa ni wakati wako na ni muda mzuri kwako uweza kufika Jeshi la Zimamoto ili tuweze kukagua chombo chako cha moto, na sisi tutakupa huduma hiyo bure, na ushauri huo utakuwa ni ushauri ambao utasaidia kuokoa mali yako yenye thamani kubwa sana. Aidha, niweze kutoa wito kupitia changamoto mtakayokumbana nayo au utakayokutana na tukio mahali popote, usisite kuwasiliana na sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba yetu ya dharura 114. Kwa wiki hili pia, ukiachilia mbali upande wa magari ya shule yanayobeba wanafunzi, operation hiyo itafanyika kwenye stendi zetu za kwenda mabasi yanayokwenda wilayani, lakini pia mabasi yanayokwenda mikoani, hususani katika kituo chetu cha mabasi cha 88. Tutafanya ukaguzi huo kwa kushirikiana pia na vyombo vingine, lakini sana ni kuhakikisha kwamba magari haya yako salama, pamoja na njia za kujiokolea ikitokea dharura, lakini pamoja na vifaa, utayari katika vifaa hivi vya kuzima moto. Lakini sambamba na hilo, yako matukio ambayo tumeanza kutoka tarehe 28. Jana tulikuwa na wadau wa ulinzi wa jamii ya Kimasai ambayo pia tumekaa nao, kwa sababu hawa wamekuwa ni wadau wetu muhimu, na tumekuwa tukiwakuta katika maeneo mbalimbali ambayo tumekuta yakiwa na majanga ya moto. Kwa hiyo hawa tumeona uko ulazima wa kukaa nao karibu, tueleweshane, tukumbushane mbinu mbalimbali za kufanya inapotokea janga la moto, ikiwemo namna ya kuwasiliana na sisi. Kwa hiyo kwa jana tulipokea maoni mbalimbali, lakini pia tutakuwa na bonanza ambalo litafanyika tarehe 2 mwezi wa 5, litafanyika maeneo ya pale Kilimani. Lengo letu kuu ni nini? Pamoja na kwamba tunaadhimisha hii siku ya Zimamoto duniani, lengo tunataka kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi, na sio tu huduma, lakini huduma ambayo ni huduma bora, ili kumfanya Mtanzania aendelee kuwa na amani katika uwekezaji wake, ya kwamba kiko chombo
kinachosimamia usalama na kiko imara, na tayari tutakuwa tumewapa elimu ambayo pia wao na sisi kwa pamoja tutatokomeza ama kupunguza kwa asilimia kubwa kutokea kwa majanga ya moto. Lakini sambamba na hivyo tutakuwa pia na vikao na wadau mbalimbali. Kwa kesho tutakuwa na pia tutakaa na wamiliki wa vituo vya mafuta ambazo hizi tuna petrol station. Nao tumekuwa tukipata changamoto barabarani, hasa pale magari yanayobeba vimiminika vinavyowaka kuanguka ama kupata ajali na kusababisha moto. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa usafirishaji wa magari ya shule waliohudhuria wameeleza kuwa elimu waliopewa imewaongezea uelewa juu ya namna ya kuwaokoa wanafunzi endapo tukio la moto litatokea. Kwa jina naitwa Daniel Mnyamili, ni dereva katika taasisi ya Martin Luther. Nimefurahia kufika au kuitikia wito katika Jeshi la Zimamoto. Nilichojifunza ni kwamba ni jinsi ya uokoaji, kwa sababu elimu nilikuwa sijaijua. Kwa muda wote najua tu kwamba gari linapotokea changamoto unafyatua kile kidude cha kuzimia moto ambacho ni fire extinguisher na kuzima, lakini na elimu ambayo nimefika hapa nimeipata. Kiukweli nilikuwa sijawahi kuipata, na kwa sasa nimeipata na nimeifurahia huduma. Ni kwamba tumeelekezwa jinsi ya kuepukana na janga la moto au ajali inapotokea, ni jinsi gani ya kuweza kuzima moto za wanafunzi wakiwepo kwenye gari. Ni kile maka mimi nilikuwa najua kwamba moto ukitokea unashuka tu na kuanza kuzima moja, kumbe sivyo hivyo. Kilichotokea ni kwamba lazima kwanza uangalie usalama wa abiria ambao wapo na mali zao, na baada ya hapo ndio uanze kushughulikia swala la kuzima gari yako endapo imetokea changamoto, aidha imeungua, moto umetokea sehemu moja na nyingine. Wito ninaotoa kwa madereva wenzangu ni kwamba wale ambao hawajabahatika kufika, zoezi bado linaendelea, wajitahidi wafike waweze kupata huduma kama mimi jinsi, sio kwa madereva wa shule tu, madereva wote wanaotumia chombo cha moto. Kwa majina naitwa Deborah Nestor kutoka shule ya msingi Modern. Mimi ni transport officer wa shule ya msingi Modern. Tumenufaika kwa namna nyingi, lakini kwa namna moja au nyingine tumejua namna ya kuokoa wanafunzi endapo athari ya moto itatokea, especially kwenye magari, lakini pia tumejifunza namna ya kutumia vyombo vya zimamoto endapo moto utatokea kwa wanafunzi, hususani wakiwa kwenye school bus. Lengo kuu la maadhimisho hayo ni kuhakikisha kuwa huduma za zimamoto zinawafikia wananchi na kuongeza uelewa juu ya tahadhari za majanga ya moto. Mimi ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu.